again lakini it shows how mature enough you are, so it's a good thing. Okay, tunaweza kuendelea kukuchukulia kama mfano katika vitu vingine vingi. So apart from that, tukitoka kwenye maisha ya ndoa, tukija kwenye maisha ya kazi, unalionaje sasa hivi game ama tuseme industry ya masuala mazima ya film kwa Tanzania? Nimejaribu kuangalia Nigeria ambao tulikuwa nao toka zamani na watu wanafanya hizo vitu. Siku hizi wanatumia sana mitandao, watu wanatumia sana deal sana YouTube, na unaona numbers ni kubwa, watu wanafuatilia vitu ambavyo wanafanya. Kwa Tanzania unaonaje kwa kile ambacho unakiona mtu ambaye uko kwenye sanaa muda mrefu, director/actor pia? Unajua nimekuja kugundua wenzetu Nigeria, mbali na soko la kufanya movies ambazo labda watafanya distribution, sambaza, watatoa CD, sio watapeleka Netflix, watapeleka wapi, wakaja wakagundua kuna soko la YouTube ambalo kwa watu wao wa ndani linawatajisha sana wasanii wao. Lakini Bongo imekuwa tofauti kidogo. Watu wanaichukulia YouTube kama sehemu ya kazi ambazo zisizofaa au kazi za kawaida. Alafu badala yake labda kazi zinazofaa ni za kazi za kwenye TV. Kitu ambacho sio. Kumbe kuna soko la YouTube ambalo lipo, unaweza ukafanya kazi ya kiwango cha juu kabisa na ukaiweka huko na ukapata watu. Ila pia changamoto nyingine, watu wameishi kwa kukalili sana. Kwa unakuta mtu anaweza kufanya kazi kali sana ila numbers ana kwenye YouTube channel yake. Inaweza kazi ikawa ni kali sana kwa kiwango cha picture, acting, story na kila kitu, lakini yeye mwenyewe hana pushing kubwa kwenye channel YouTube. Kwa hiyo ni better ukatengeneza kwanza ile channel ikawa ina nguvu, ikawa na watu, yaani kufanya kazi hizo zinakuwa nzuri sana. Lakini unaweza kukuta kazi za kawaida ambazo zina mashabiki wengi na ni zina namba kubwa, alafu unakuta kazi ya kawaida sana. Kwa hiyo tuna wakati mgumu sana kwenye kujenga soko letu. Nice. Hivi Chichi alianzaje kwenye Jua Kali? Jua Kali Chichi alianza kama director. Niko pale kama assistant na muasisi la Matalea. Ndio. Najua bosi pale ndo kama director, lakini kuna muda anakuwa yuko busy, mambo mengi, safari labda na vitu kama hivyo. So aliniita, na kwa sababu ni mtu ambaye tunafahamiana miaka mingi. So nilishafanya naye kazi miaka kadhaa nyuma. Ambaye najua uwezo wako na kuhitaji tufanye kazi, uje ni assist hapo. So nilianza Jua Kali as a assistant director. Lakini baadaye story ya Gabo ama Diba ilivyokuja, Amata aliniambia bidi tupate mdogo wake na Diba ambaye atakuwa familia kwa Diba. Lakini casting atakuwa kujapata bado. Sasa baadaye tukadiscuss au ucheze tu wewe mwenyewe. Sawa, unaonaje? Yes. So kwenye kuibuild story, kuibuild character, ndo tukakubaliana basi kama vipi Diba awe mshikaji fulani, ana vidread fulani na vitu kama hivyo. So huyo ni Chichi sasa, sio Diba. Okay. Kisa cha mimi kuingia kwenye story ya Jua Kali as a Chichi, lakini pia nikaweka dreadlock. Kwa hiyo mwanzo uko nazo? Kwa nazo. Wow. Ila nimekaa nazo karibia miaka 5. Kanazo karibia miaka 5. Nimenyoa tu juzi baada ya ndoa hapa. Sasa Chichi ataendelea kuonekana kwenye Jua Kali akiwa na rasta ama hana rasta, tutegemeje yani? Bado pana scene kadhaa zipo ambazo nilishoot nikiwa na rasta, lakini pia nitaendelea nikiwa sina rasta. Yote ni scene changes zinaweza kufanyika. Nitaendelea kama kawaida. Nice. Okay, story ni nyingi zinaendelea hapa, lakini kama unavyojua nature ya Lazaro story, muziki kidogo story, vitu vya hapa na pale.